kwa Gen Z kama mimi, habari yenu? Mko poa? Kwa majina naitwa Dennis Royemamu, ni mshauri wa wafanyabiashara, lakini pia na mimi ni mwanaiteno. Kwa hiyo bravo. Nadhani wote hapa tunatumia social media, si ndio? Ni kweli? Social media ya Kiswahili tunasema ni mitandao ya kijamii, si ndio? Wote tunatumia, si ndio? Sasa kwenye mitandao ya kijamii naweza tukasema kuna watu wanaingiza pesa kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia kuna watu wanatumia pesa kupitia mitandao ya kijamii. Sasa the question is, wewe uko upande gani? Kwa sababu kuna mwenzako anaingia kwenye mitandao ya kijamii, wakati muda huo anaingia anapata nini? Pesa. Lakini wewe wakati unaingia muda huo unatumia nini? Pesa. Sasa the question is, wewe uko upande gani? Na njia ambazo unaweza kuzitumia kupata pesa kupitia mitandao ya kijamii ni njia mbili. Kuna njia ya moja kwa moja, yani kwamba mtu akiingia maudhui anayokuwa anatengeneza, zile content anazokuwa anafanya, anakuwa analipwa. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo unaweza ukaitumia kupata pesa. Lakini njia ya pili ni kulingana na zile bidhaa au huduma unazokuwa unazitoa. Tuchukulie tena, sisi tunatoa huduma na kuuza dawa, si ndio? Ni kweli? Mbona mmepoa? Sasa kupitia zile dawa au kupitia zile huduma tunazokuwa tunazitoa, huduma ya ushauri au zile dawa zinazokuwa zinauzwa, ndo unapata nini? Unapata pesa. Sasa leo nitakwenda kufundisha ni jinsi gani unaweza kupata pesa kwa kuuza hizo bidhaa ambazo sisi tunaziuza, si ndio? Kwa sababu nataka nianze kwa juzi. Wakati natoka hapa, alinifuata mzee mmoja wa makamu, sitamtaja, akaniambia nataka niongee na meneja Ben kwa sababu mimi hili swala la mitandao ya kijamii naona kama litanishinda. Kwa sababu mimi nikiangalia umri wangu, alafu nikianza tena kuingia Facebook, nikianza tena kuingia Instagram na TikTok, naona kama sio vitu vyangu. Kwa kasema nataka niongee na meneja Ben anitengenezee vipeperushi ambavyo nitakuwa naenda nagawa kwa watu, naongea nao na washawishi, alafu wanakuja hapa. Ni wazo baya? Ni wazo zuri, si ndio? Lakini sasa mimi nilivyoangalia umri wake, of course ni mtu mzima, alafu nikaona aanze amemtengenezea vipeperushi 100. Kwa aanze kuzunguka navyo kutoka hapa, aende Barakuda, afike Gongo la Mboto, anasambaza hapo, si ndio? Arudi Tazara, azunguke hivi. Ni mzee, ataweza kweli? Lakini kwake alikuwa ameona ni njia ambayo ni sahihi, si ndio? Shikilia hapo. Kuna kijiji kimoja walikuwa na shida ya maji. Vijiji si ni wazee, wakakutana wazee, wakasema hapa tumtafute mtu ambaye ataweza kutupatia maji kutoka ziwa mahali lilipo. Ziwa lilikuwa mbali kidogo, na kutuletea mpaka hapa tulipo. Ziwa umbali wake ilikuwa ni kama hapa na tuchukulie hapa na wapi? Hapa na Posta. Kwa wakapatikana vijana wawili. Kijana wa kwanza nitamuita jina la Mr. Thomas. Kuna mtu anaitwa Mr. Thomas huyo? Hayupo? Okay, kijana wa kwanza alikuwa anaitwa Mr. Thomas. Mr. Thomas akasema, mimi nitaleta madumu, nitakuwa nachota maji kutoka ziwani na yaleta mpaka kijijini, alafu nawauzia. Lakini kijana wa pili akasema, naomba nifikirie kidogo kwanza. Kwa muda ule aliyekuwa ameshinda ile tenda ni ule wa nini? Wa madumu. Akawa anaenda anachota maji, analeta, anawahudumia watu. Lakini sasa kadiri siku zinavyozidi kwenda, yule alikuwa anachoka, kwa sababu imagine anaanza saa 3 asubuhi mpaka saa 11, anabeba madumu ya kuwauzia kijiji kizima. Kwa yule akawa anasema, mimi nitakuwa nafanya kazi Jumatatu,
mpaka Ijumaa. Jumamosi na Jumapili nitakuwa najikanda, naugulia maumivu, natafuta nguvu tena za kwanza Jumatatu. Huyu alikuwa ni Mr. nani? Mr. Thomas. Lakini mwingine nitamuita Mr. MK, yule aliyesema ngoja kwanza nikafanyaje? Nikafikirie. Yule akarudi pale kijijini na timu. Akamwambia mimi nimefikiria na ninaomba nilete timu ambapo tutakuja hapa kijijini, tutatengeneza system ya mabomba ambapo tutakuwa tunatoa maji moja kwa moja kutoka ziwani na kuyaleta hapa kijijini. Na wewe kazi yako itakuwa ni kwenda kufungua bomba na kuchota maji. Na maji yetu yatakuwa yanapatikana kwa masaa 24 siku 7 za wiki. Hapo Mr. Thomas ana kazi tena? Hana kazi, si ndio? Sasa ndo swali linakuja. Yule mzee yule mnamkumbuka aliyenifuata akaniuliza, ana kazi tena? Sasa ninachotaka ni uelewe ni kitu hiki. Watu wengi napokuja swala mitandao ya kijamii tunakuwa tunaona kama mimi niingie tena nikatumia mitandao ya kijamii. Lakini uzuri wa mitandao ya kijamii ni kwamba ile inakutengenezea nini? System. Kama zile za mabomba. Unakuwa huna haja tena ya kwenda kuchukua maji kutoka wapi? Mtoni, ubebe na madumu, uyalete mpaka kijijini. Unakuwa huna haja tena ya kutoka na vipeperushi kwenda kuwapelekea wateja, uwashawishi mpaka waje. Wewe unaweza ukabaki chumbani na simu yako ukawafikia hata maelfu. Sasa shida ya system ni kwamba wakati Mr. Thomas anaanza kuchota maji kwa madumu, yule aliondoka akaenda kufikiria. Ili uweze kutengeneza mabomba ni lazima ujifunze kwanza. Uwezi ukaanza kutengeneza mabomba ukaleta mpaka maji kijijini alafu hujajifunza. Uwezi kutumia mitandao ya kijamii kama haujafanyaje? Haujajifunza. Lakini sasa changamoto yake inakuja sehemu moja. Inakuja pale umeondoka, umeenda kujifunza, watu hawajui kama unajifunza. Si ndio? Utatumia gharama. Kuna gharama ya muda, kuna gharama ya kulipia. Uzuri hapa sisi hatufanyaje? Hatulipii, si ndio? Ni for free. Kuna kauli inasema if you don't pay, you don't pay attention. Naomba tusiwe hivyo. Kwamba kama haujalipia haupei nini? Naomba tusiwe hivyo. Kwa sababu umelipia gharama ya muda. Sawa? Mimi kuchukua muda wako hapa, hata niseme nikulipe shilingi ngapi, siwezi nikarudisha muda wako. Kwa hiyo iko hivi. Linapokuja swala la mitandao ya kijamii, tunatakiwa tujifunze kutumia. Hakuna aliyezaliwa anajua. Hakuna aliyefanyaje? Hata mtoto akizaliwa leo ni wa kwako, afu akaanza kukuita. Imagine umemzaa mtoto leo, afu anakuita jina lako. Kwa mfano mimi naitwa Dennis Rwema, afu nimemzaa mtoto leo aniite Dennis, ujambo? Kwa sababu wewe utashangaa mtoto vipi? Umeona? Kwa hiyo lazima tujifunze. Na uzuri wa kujifunza yuko. Ukiwekeza muda kwenye kujifunza, wakati unajifunza kuna maumivu utayapitia. Kuna mahali utaweza, kuna mahali utashindwa, kuna mahali utakosea. Si ndio? Pale ndo kufanyaje? Na kujifunza. Kwa hiyo sasa turudi tuendelee. Linapokuja swala la mitandao ya kijamii, ili uweze kufanikiwa kwenye mitandao ya kijamii, narudia tena, ni lazima ufanyeje? Ni lazima ujifunze. Kuna mwingine atasema, yani mimi tena nianze kutangaza, kuweka tena vipeperushi vya kuposti. Mimi mnaponiona hapa, hakuna kitu sikipendi kama mitandao ya kijamii. Mtashangaa, yani yeye akipendi hapa anatufundisha. Mimi hakuna kitu sikipendi kama nini? Kama mitandao ya kijamii. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanaitumia kupoteza muda. Lakini sasa ukiitumia ili kupata pesa, utajikuta automatically unaanza kufanyaje? Mimi nina followers zaidi ya 100,000 kwenye social media zangu. Hakuna mtu anayemjua hata huyu.
lakini wao wanafanyaje? Wananijua. Sawa? Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nikisema mimi sitaki kutumia mitandao ya kijamii, siitumii. Mimi nisipoitumia huyu atatumia. Mimi nisipoitumia mzee hapa atatumia. Sawa? Sasa tofauti itakuja unatumia kufanya nini? Kwa sababu uzuri wa mitandao ya kijamii, unaweza ukakaa hapa ukawasiliana na mtu ambaye yuko Gongo la Mboto, ukawasiliana na mtu ambaye yuko sehemu yoyote. Kwa hiyo mimi ninachotaka ni kwamba kwanza hautakiwi kukipenda kitu ili ukitumie. Yule mzee alinifuata pale, alikuwa amechukia sana mitandao ya kijamii. Hataki, nikamwambia mzee, hutakiwi kukipenda kitu ili ukitumie, ila kitumie ili kikuletee faida. Kitakapoanza kukuletea faida utaanza kufanyaje? Kukipenda. Kuna watu wana zaidi ya mwaka mmoja kutumia mitandao ya kijamii, social media. Zaidi ya mwaka. Yaani kutumia kawaida tu, ni zaidi ya mwaka mmoja. Kawaida. Ni kawaida? Hiyo ni kawaida. Sawa. Sasa kwa mfano hapa tulipo hapa Eternal, wengi ni wageni, si ndio? Sehemu yoyote ukienda utakuta huwa kuna zile level za uongozi, si ndio? Kuna zile ngazi za uongozi. Kwa mfano kama ni nchi, ataanza rais, atafuata makamo, waziri mkuu, mawaziri, baraza la mawaziri, si ndio? Hata hapa Eternal tulivyokuja tulikuta kuna nini? Kuna ngazi za uongozi, si ndio? Pia hapa tuna level, kuna level 1, kuna level 2, si kuna level 3, level 7, level 6, si mpaka level 10, si ndio? Sasa unapokwenda sehemu yoyote ile, ni lazima utakutana na levels. Tulivyokuja hapa tumekutana na levels. Ndo tunaanza, si ndio? Wakati unaanza, iwe ni biashara, iwe ni sehemu yoyote ile kwenye mitandao ya kijamii, utaanza kwenye level ambayo inaitwa ni instability. Instability ni level ya kutokutengamaa. Wakati unaanza Eternal, ulianza kwenye level ambayo inaitwa instability. Zipo level zake, lakini mimi utanisikiliza hapa. Ndio level 1, si ndio? Instability. Instability ni kwamba wakati unajiunga Eternal, kuna muda ulikuwa unashindwa hata kupata hela ya kufanyaje? Ya kusponsor tangazo, si ndio? Ndio unaanza pale. Wakati unaanza utakosa hata nauli. Yaani una muda hata nauli utafanyaje? Utakosa, utatembea. Ndo unaanza, ni level ya kuto kutengamaa, ni level ya instability. Hata mtoto wakati anazaliwa anaanza kwenye level hiyo, level ya instability. Unaendelea, unaingia level ya pili. Level ya pili, sisi huku kwenye social media tunasema ni invisibility. Unakuwa hauonekani. Yaani kama ni mtu anayetunza siri, unasema wewe ni mtunzaji mzuri sana wa siri kwenye soko. Hauonekani. Hakuna anayekuona, hakuna anayekujua. Ukiposti, hakuna anayelike tangazo lako, hakuna anayeview, hakuna anayecomment. Tena ukienda mbali zaidi, kwa mfano ukiposti YouTube wanakuandikia kabisa pale 0 viewers. Siku 4, siku 5. Alafu unamwona mwingine ameposti tu ndani ya dakika hii ana viewers 10,000. Alafu wewe una wiki una like hata hii. Unajisikia? Ndio mwingine anasema mimi naacha. Kwani lazima kufanya? Kwani lazima wote tufanikiwe? Hiyo ni level ya pili, invisibility. Unakuwa hauonekani. Na ndio level ambayo wengi wetu tunaanza kwenye level hiyo. Instability, mpaka invisibility. Level ya tatu, marketability. Unaanza kuonekana sokoni. Watu wanaanza kukuona. Kwa mfano, kama ndo umeshajiunga kwenye Eternal, umeshaanza kufanya matangazo, umeshaanza kuposti, kuna watu wanaanza kukupigia, wanakupigia simu. I say nimeona tangazo lako, unapatikana wapi? Anapatikana sehemu fulani. Nina tatizo ya changamoto 1 2 3. Hiyo ni level ya 3. Mwingine umemhudumia, amepata huduma ambayo ni nzuri, anaenda anamwambia mtu mwingine kwamba I say nilikuwa na changamoto hii, niliwasiliana na fulani, akafanyaje? Akanihudumia. Kwa hiyo mcheki na wewe atafanyaje? Atakusaidia. Unapata zile zinaitwa ni referral. Mtu anamuagiza mtu mwingine aje kwako. Kwa hiyo unakuwa unauza, lakini sio mara kwa mara.
ni level 3. Level ya 4 tunaita ni credibility. Watu wanakujua, wanakuona, wanatamani kufanya kazi na wewe, lakini pia wanakuamini. Inafikia stage kwamba hata mteja akikupigia, kwa wale ambao washakupigia mwanzo, hauna hata haja ya kufanyaje, ya kujielezea sana. Hiyo ni credibility. Lakini level ya ngapi jamani? Wengine wanasema ya 4, wengine wanasema ya 5. Ya 5. Ya 5. Tunaenda ya 5, tunaenda ya 4. Tunaenda ya 5. Ya 5 inaitwa visibility. Hapa nitaomba unisikilize kwa makini sana. Visibility, ile hali ya kuanza kuonekana. Hapa ndipo ule wakati ambapo mtu akifikiria, kwa mfano unauza dawa za mswaki zile za Eternal, akifikiria nataka kununua dawa ya mswaki, mtu wa kwanza kufikiria unakuwa wewe. Unafikia level ambayo unakuwa umeshaanza kuonekana. Mtu akifikiria kwamba ninauma labda ni UTI, aisee kuna mkaka fulani aliwahi kunihudumia, au niwahi kuona tangazo lake, mtu wa kwanza kukufikiria unakuwa ni wewe. Watu wanakuwa wanataka kufanya kazi na wewe. Ni level ambayo unakuwa unaonekana. Hata ukiposti video Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, zinakuwa zinafanyaje? Zinaenda. Ni level ambayo unakuwa umeanza kufanyaje? Umeanza kuonekana. Sasa watu huwa wanakuwa kwenye level ya kwanza, instability, alafu anataka aruke moja kwa moja aje kwenye nini? Kwenye visibility, kwenye kuonekana. Kwa hiyo ndio maana unakuta watu wengi huwa wanakata tamaa kwenye level ya kwanza na level ya pili. Anaona kila nikiposti hakuna anayeview. Kila nikiweka tangazo nimeweka 10,000 sijapata hata 100. Nimeweka 20,000 sijapata hata 100. Ni levels. Hata mtoto akizaliwa leo hawezi akaota meno kesho, hata uombe vipi. Yaani hata aje mtume, asiwe aje nani. Ni kitu ambacho kifanyaje? Hakiwezekani. Zinahitajika juhudi. Sawa? Ili uweze kufikia kwenye level ya visibility. Sawa? Hapa ni pale ambapo tunasema hautakiwi kutafuta wateja. Shangaa. Niuze afu sitaki kutafuta wateja, namuuzia nani? Kwenye biashara yoyote unayofanya hautakiwi kutafuta nini? Wateja. Unawapataje wateja? Wateja wanatakiwa wakutafute wewe, kwa sababu unafanyaje? Unaonekana. Kwa nini nasema hutakiwi kutafuta wateja? Kabla haujaja hapa, sawa? Kabla haujaanza hii biashara, wale wateja walikuwepo hawakuwepo? Hawakuwepo? Walikuwepo. Walikuwa wanahudumiwa na nani? Na mtu mwingine ambaye alikuwa anafanyaje? Anaonekana, si ndio? Kwa wewe jukumu lako sio kutafuta wateja. Wewe jukumu lako ni kufanya kitu ambacho kitafanya wateja wakufate, wateja wakutafute. Wewe ni shahidi leo. Ukiwa unataka kununua simu, ukiwa unataka kununua nguo, lazima utaingia Instagram au Facebook au Google, utaandika simu nzuri ya iPhone. Si watakuja pale? Wakija pale, si utapata namba za simu? Si utawapigia? Nani kamtafuta mwenzake kati ya mteja na anayeuza? Kwa hiyo kumbe wewe hautakiwi kutafuta nini? Wateja. Wewe unatakiwa kufanya vitu ambavyo vitawafanya wateja wafanyeje? Wakufuate. Hivyo vitu unavifanyaje sasa? Ndio tunakuja kwenye kutengeneza maudhui, kwenye kutengeneza matangazo. Sawa? Kuna wale wazee wa We Are Open. Sijui mnawajua? Anaandika tangazo, anaposti ni Instagram au nini, anaposti labda ni dawa au ni t-shirt, afu anaandika We Are Open. Afu anasubiri apate nini? Mteja. Kweli? Kweli? Kwa sababu wanaoandika vile wako wengi. Ili uweze kuonekana ni lazima uje na kitu cha tofauti. Yaani dunia sasa hivi ili uweze kuonekana lazima uje na kitu. Ndio maana watu wanapambana huko, mara leo yuko hivi, mara leo si msanii kavaa hivi, mara leo si kavaa vile, anatafuta ule utofauti. Na utofauti unapatikana hivi. Tuchukulie kwamba unafanya matangazo, si ndio? Afu wewe kila siku unaandika kwamba kama unahitaji dawa ya UTI piga simu namba.
Mtu kaandika hiyo. Unahitaji dawa ya UTI, piga simu namba. Alafu mwingine anakuambia ili uweze kuepuka madhara ya UTI, fanya vitu hivi vitano. Unaenda kusoma caption ya nani? Ya pili. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu kwanza kuna kitu amekuahidi. Kuna kitu ameshakiweka akilini mwako. Kumbe kwa kuna madhara ya UTI. Kwa ukienda kusoma, afu chini anakuandikia kwamba dawa nzuri ya madhara ya UTI labda ni fulani fulani. Yaani huyu ukichukua simu ukampigia, hata hitaji kukupa maelezo mengi, wewe mwenyewe utakuwa umeshamwamini. Hiyo ni level tunaita ni level ya nini? Ya visibility. Linapokuja swala la kutengeneza hayo maudhui kwa sasa hivi, tena sasa hivi teknolojia imeendelea sana. Sisi kipindi kile wakati tunaanza, sasa hivi una ChatGPT. ChatGPT si mnaijua jamani? Unaingia pale, unamwambia niandikie vichwa labda vya kufanyaje? Vya kufanyaje? Let's say unauza dawa, si ndio? Niandikie vichwa vya afya ambavyo vitakuwa vizuri, vitakavyowavutia watu. Chat anakuletea mkeka pale shwa. Niandikie makala, anakuletea pale shwa. Una copy na kufanyaje? Ndio dunia ilivyo rahisi. Siku nyingine sio lazima kila siku wewe unawapostia watu dawa. Sawa? Sio lazima kila siku. Sisemi usitangaze. Nisikize kwa makini. Mimi hapa ninachokitaka ni kwamba uonekane. Siku nyingine unatengeneza video ambayo inaeleza tu lifestyle. Ujue kwenye haya maisha tunavyoishi, kuna watu tunaishi vibaya. Mtaji wa kwanza binadamu ni nini? Ni afya. Waambie watu wafanye mazoezi. Sawa? Waambie kwamba unapoamka asubuhi fanya mazoezi dakika 5, sijui fanya hivi. Ukikaa sana ofisini usipende kukaa tu. Muda mwingine hamka, tembea. Kwa wanaotumia kompyuta, nenda tafuta dirisha, angalia mbali kule ili macho yafanyeje? Yaone. Sawa? Yule mtu ukimuelimisha leo, sawa? Hapo hata hujatangaza. Kesho ukatangaza dawa, ataona kuna mtu aliwahi kunielimisha. Ngoja nimfuate. Kuna watu huwa tuna tabia ya kusave zile video, si ndio? Kwa nini tuna save? Sababu tunasema hii itakuja kunisaidia baadaye. Kwa hiyo sio kila muda wewe unauza. Ukifanya hivyo wateja watakukimbia kama ukoma. Sawa? Wauzi, yani iko hivi, mteja apendi kununua, lakini apenda kuuziwa. Iko vipi? Mteja apendi kununua kwa matangazo yako. Kwamba the way unavyotengeneza matangazo, tunauza dawa za kupunguza mwili. Huwezi kumwona mtu anakuja. Madhara yatakayokupata baada ya miaka 5 kwa kuwa na kilo nyingi. Afu chini unaweka dawa nzuri ni 1 2 3. Huyu anakuja kwa sababu umempa madhara ambayo yanamuonesha kwamba nisipofanya hivi kitakachonipata ni hiki. Ndio maana tunasema mteja hapendi kununua, lakini anapenda kufanyaje? Unatakiwa uuze kwa akili. Sio kila siku wewe una. Hiyo ni level ya ngapi? Level ya 6. Mwingine atakwambia mimi muda wa kujifunza sina. Muda wa kuanza kutengeneza hizo content sina. Lakini ndio huyo akiingia Insta, anaama kijiji. Anaingia Insta, anatoka TikTok, anaenda Facebook 3 hours for nothing. Huyo ukimuuliza, kwa mfano naona mimi kuna vitu vingine ninavifanya sijavisoma darasani. Ni YouTube ndio imenifundisha. Lakini sisi Gen Z tunasema mimi niende nikajifunza. Sina muda. Unatoka kijiji hiki, unaenda kijiji hiki. Toka kijiji hiki, unaenda kijiji hiki. Inatufelisha. Level ya 7 ni ya 7 ni ya 6. Level ya 6 inaitwa celebrity. Hii level ni ile ambayo yani wewe unakuwa hakuna haja hata ya wewe kuwatafuta wateja. Haina haja hata ya wewe kwenda siku kumtafuta fulani. Ni ile level ambayo ikifika ni kwamba wewe ndio unakuwa unajulikana. Kila mtu anataka kufanya kazi na wewe. Yaani kama wewe unauza dawa,
Hata mtu aseme fulani anauza dawa, hawamwamini, wanakuamini wewe. Ni ile level ambayo unafikia kiasi kwamba, kwa mfano leo hii nikisema kinywaji cha soda, katika akili yako ni jambo gani linakujia kichwani? Ni soda gani inakujia kichwani kwa haraka haraka? Pepsi, wengine Coca-Cola, si ndio? Wale wamefika kwenye level ya celebrity. Na kwamba hata mtu ukimwambia soda, kinachokuja akilini mwake ni nini? Ni Pepsi. Tukisema wasanii wa Tanzania hapa ni nani? Tayari kuna wasanii wako kichwani, si ndio? Tukisema wachezaji wawili wakubwa, mnawajua wenyewe, wameshaanza kupigana humo. Mmoja ni mzuri, mwingine ni mbaya, si ndio? Hiyo ni level ya celebrity ambayo hata wewe ukihitaji unaweza ukafanyaje? Lakini ili uweze kuifikia ni lazima uwe kama wale jamaa wawili. Lazima uwe kama Mr. nani? Mr. MK, ambaye yeye alisema ngoja kwanza nikafanyaje? Akaenda kutengeneza nini? System. Akaenda kusoma, ndo hapa mpo, si ndio? Akatumia muda, akatumia gharama, afu alikuja easy way, akamwambia mimi nitakachokifanya ni maji yatakuwa yanatoka 24/7. Masaa 24 ndani ya siku ngapi? Easy. Kwa hiyo hata wewe unafikia. Sasa kwa upole na unyenyekevu kabisa, kwenye hizo level nilizozielezea, ninaomba kama utaweza kuandika andika, au kama utaweza kujisemea kimoyomoyo jisemee uko level ya ngapi. Alafu unataka kwenda level ya ngapi? Alafu nikuonyeshe tunaweza kufikaje kwenye hiyo level ambayo unataka kuifikia. Zilikuwa level ngapi? Ya kwanza ni instability, level ya kutokutengamaa, si ndio? Ya pili ni invisibility, hauonekani. Ya tatu tukasema ni marketability, watu wanafanya kazi na wewe, kuhudumia wateja wakihitaji. Wengine wanawaagiza watu kwamba kama mnataka dawa fulani nende mkamcheki fulani, marketability. Yani credibility, watu wanakuamini, wanakujua, wanakupenda. Ya tano tukasema ni visibility, unaonekana, watu wanakuona na wanatamani kufanya kazi na wewe. Kwa hiyo, na ya sita tukasema ni ipi? Celebrity. Kwa hiyo kwa upole kabisa na kwa unyenyekevu, andika uko level ya ngapi na unataka ufikie level ya ngapi, ili nikuonyeshe tunawezaje tukafika huko tunapopahitaji.